Karibu na Desk Science Sports na wakati unakuwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea leo yote michezo mpaka hivi sasa yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mbele yangu hapa nipo na Chosta, shabiki na mwanachama kindakindaki wa Young Africans. Kuna mengi ya kimichezo ambayo yanaendelea hivi sasa ndani ya nchini kwetu Tanzania. Wekundu wa Msimbazi Simba tayari wameshaondoka kuelekea kule Rwanda kwa ajili ya michuano ya Kagame, lakini Young Africans chini ya Mwalimu Mankoba tayari wameshaanza ile pre-season yao, na leo ikiwa ni siku yao ya kwanza. Young Africans tayari wameshaanza kufanya sajili mbalimbali na tayari wameshaanza kutambulisha wachezaji wao. Chosta, wachezaji wetu wa ndani tayari wako wazi, wote wanajulikana kwenye mitandao, wanaonekana majina yao yamefahamika. Wachezaji wetu wa nje kuanzia leo wanajulikana rasmi, lakini kikubwa zaidi, ndugu mwandishi, nilikuwa na vitu viwili muhimu zaidi vinavyohusu tawi langu nilikuwa nahitaji kuvizungumza. Usajili wa klabu yangu unaweza ukafuatia mbele ya safari. Moja, nilikuwa ninawaomba mashabiki na wapenzi na wadau wa mpira, hususan wale wanaoweza wakabadilika mawazo yao, hususan wapo Coast Union, wapo Azam FC, wapo Namungo FC, wana uwezo wa kubadilika kupitia brandi zetu hizi za Yanga tunazokuja nazo, na ubora wa timu yetu unakuja nao, wanaweza kubadilika wakataka kujiunga katika hizo timu. Mimi mmoja hapo, afisa habari wa tawi la MB Machinjioni, na wakaribisha sana na ninatoa ofa kwa idhini yangu mimi mwenyewe, kwa uwezo wangu mimi mwenyewe binafsi. Kadi ya Yanga hadi inatimia katika tawi lolote gharama yake ni shilingi 31,000. Katika tawi ukichukua kadi ya Yanga ni shilingi 31,000. 2,000 inabakia kwenye tawi kwa niaba ya kulipia pango. Shilingi 29,000 ni kwa niaba ya kuichangia klabu yake kupata mishahara kwa wale wachezaji wa timu yake ambaye anayofurahia, ni hususan ni Dar es Salaam Young Africa. Sasa mimi kama afisa habari wa tawi la MB Machinjioni natoa ofa kwa mtu yoyote anahitaji kujiunga katika chama brand ya Dar es Salaam Young Africa, na mkaribisha kwa ofa maalum ambayo nitakaitoa leo, na naomba isambae kwa kila mtu, na namba zangu za simu nitaziweka wazi. Mtu yote anahitaji kujiunga katika klabu yetu ya Young Africa, natoa ofa kwa shilingi 25,000 tu. Wakati wote aje katika tawi la MB Machinjioni na shilingi 25,000 yake. Baada ya siku 2 anaipata kadi yake ya wanachama ya Dar es Salaam Young Africa. Namba zangu za simu nitazitoa kupitia kwa waandishi, mtazipata. Karibuni sana. Kikubwa zaidi nahitaji muje katika klabu yangu, katika tawi langu, mjiunge na klabu ya Dar es Salaam Young Africa kwa kima iko cha shilingi 25,000 kadi ya Yanga. Kima ni kile 29,000 Yanga Afrika, lakini mimi natoa ofa kwa shilingi 25,000 kwa kila mtu anataka kujiunga na timu yangu. Karibuni sana ndugu wadau, wapenzi wa mpira, mashabiki, ili mjiunge na Yanga tuwe wengi zaidi ya kuwa wengi. Natoa ofa hiyo. Kuanzia kesho muje tawini kwangu. Namba zangu za simu mtazipata kupitia mtandao wangu huu unaozungumza. Asanteni sana na wakaribisha sana katika tawi langu. Chosta, tumeona Young Africans ikifanya sajili mbalimbali. Unazizungumziaje? Tuanzie na hapo. Wakati siku hii ya leo tetesi zinasema Young Africans tayari mshamalizana na winga hatari kutokea Komoro, Hussein Zakun mwenye umri wa miaka 29. Mdogo wetu Hussein au mwanetu Hussein kaipenda mwenye Yanga kutokana na uchezaji wa wachezaji ambaye aliwaona. Kwa hiyo yeye mwenye binafsi yake alimkamata Engineer Eris, walikutana Morocco. Akamwambia timu yako ipo bara gani? Afrika gani? Akamwambia Afrika Mashariki. Nahitaji nije kucheza kutokana na huku nilipo nipate changamoto mpya. Kweli Engineer Elsi akwenda yeye kwa mara ya pili, alimtuma makamu wake Arafati Haji, akaenda akamalizana naye kimaongezi yeye na yeye. Bahati nzuri sisi wana Yanga tunaburudika baada ya kumuona kashaingia. Na katika wachezaji wote wageni walokuja hapa yeye hana kificho. Kaonekana dhahiri kabisa, hata kama mshabiki wa Simba kamuona. Kwa hiyo sisi tunamkaribisha Hussein aje kuitumikia Yanga, na sisi tunachohitaji sasa hivi tukafike nusu finali. Yaani target yetu ni nusu finali, sio robo wala si makundi. Kwa hiyo engineer katuonyesha wana Yanga kitu gani tunachokihitaji, na kweli tunachokihitaji tupate wachezaji wenye quality nzuri, na kaanza kutuletea. Wachezaji wengine tumewaona, ila bado kasema tusianze kuwazungumzia hadi yeye amalize maongezi yake katika mitandao ya kijamii. Akishatoa na sisi tutazungumza. Ila kiufupi Hussein kamweka wazi kutokana na ile nchi aliyotoka, kutoka kule hadi kufika hapa ni mbali. Na kweli ni mbali. Kwa hiyo tunasema sisi tunafurahi kwa hili tuliona. Tunasema wanachama, wapenzi, mashabiki wote tunapenda Yanga Afrika, tujae kwa wingi.
siku ya wananchi. Wenzetu wanaita Simba Day, siku ya wananchi. Mapema saa 4 asubuhi tu katika shamba la bibi, uwanja wa Uhuru zamani, tukae kwa wingi, twende tukaisupport timu yetu kwa mapato zaidi. Tusiende pale kwa kwenda kukaa milangoni kulilia naomba kiingilio kipunguzwe. Hela ambayo tukahitajiwa tukaambia 30,000, 50,000 yote tutoe kwa muda ambao tutakayepangiwa. Sisi tawi letu la Yanga la MB Machinjioni, mnaliliaga mpunguziwe bei. Baadhi ya watu wanaopenda mpira tu, maana wasiokuwa, kuna wengine wanakwenda pale naomba kiingilio wapo. Lakini katika tawi langu hakuna iko kitu. Kwa hiyo sisi tunasema siku ambayo tiketi zitakatangaza kuuza, ukinitafuta jioni, naamini kwenye tawi langu watu 64 wote tulikuwa hapa tawini, tutakuwa tushakata tiketi wote. Wazenu kule vingilio vyao ni vikubwa, babu kubwa. Wanaanzia 20,000 kwa laki moja. Simba wanakuambia wenyewe wanaenda kujaza Uhuru full house. Hakuna klabu yoyote iliyokuwa Dar es Salaam, hata ingekuwa KMC, uwanja wa Uhuru, kama unafanya tamasha lazima uwanja ujae kwa kiingilio cha aina yote. Sasa Simba wasijidai kwa kutangaza tunaenda kujaza uwanja. Sio Simba, hata ingekuwa Azamu uwanja ule ingejaza. Sisi tunasemaje? Tutengeneze kupata mashabiki kwa sababu ile ni sikukuu. Sisi kama Yanga, viingilio vyote vitavyotajwa na uongozi sisi tupo tayari. Itoja 30,000, 20,000, 10,000, ila wasipunguze sana viingilio ili tukapata hadi wapumbavu kwa kufanya fujo. Kiingilio stahiki kabisa kinachotakiwa kuanzia 20,000 kuendelea mbele. Chini ya shilingi 20,000 mule watakuja hadi watu wa mitaani watatufanyia fujo. Ile ni sikukuu, burudani, si kama mimi utavyoona mke wangu yupo kushoto, mtoto wangu wa kiume atakuwa kulia kwa sababu mtoto wangu wa kike bado yupo shule, lakini wa kiume nitakuwa naye kulia. Kwa hiyo ile ni sikukuu, viingilio vyetu vianzia 20,000 kuendelea. Hatujaji kitakuwa begani, lakini kuanzia 20,000 kuendelea. Ikiwa shilingi 10,000 watakuja hadi hawa watu wa mitaani watatuharibia sikukuu. Ile ni sikukuu kubwa, siku ya wananchi wa Tanzania. Lakini kila mmoja anaruhusiwa kuingia kwenda kucheki burudani. Kila mmoja anaruhusiwa, lakini kwa viingilio ambavyo vilikuwa bora. Atilipia kiingilio cheki, kwani kuna ubaya au tutakwenda kushuhudia siku ya mwananchi? Siku ya mwananchi ukifanya kiingilio cha shilingi 5,000 au shilingi 10,000, watakuja washabiki wapumbavu ambao wanatoka upande wa pili, wapumbavu, mashabiki wapumbavu waje kufanya fujo kwa mambo yao ajabu. Sisi hatuwataki. Tunaomba viingilio vianzie 20,000 kuendelea. Mashabiki gani ambao nyinyi hamuwataki katika sikukuu yenu? Haina kificho. Mshabiki mpumbavu ni mshabiki kutoka Simba Sports. Ukitaka kuamini, angalia walivyotoka Pemba, walifanya nini Jangwani? Ni upumbavu ule. Sisi hatuna mambo kama yale. Na tunawaahidi hatutolipa ujinga kama ule, hatutolipa ule ujinga. Kwa hiyo tunataka viingilio viwe rafiki kuanzia 20,000 kuendelea, ili wale wapumbavu wasije wakatufanya fujo kwenye tamasha letu la siku ya wananchi wa Tanzania. Ile ni siku ya wananchi wa Tanzania. So siku Simba Day. Simba Day ni ya mtu mmoja. Sisi ni siku ya wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo tunahitaji ubora zaidi, kiingilio rafiki kianzia 20,000 kuendelea. Hatutaji kiingilio cha shilingi 2,200 kwetu. Simba wanakuambia wao ndo wababe wa matamasha. Simba Day walianzisha na mmeiga, na si vibaya kuiga kitu kizuri, na wao ndio wababe wa haya matamasha. Hata msimu uliopita waliwafunika. Simba si waanzilishi. Simba mara nyingi wanaiga ila wakumbuki. Walisema sisi tumemwiga Simba kwenda kufuata mwalimu South Africa. Nikuulize wewe mwandishi, timu gani ya Tanzania ya kwanza kwenda kumfuata kocha aliyokuwa bora South Africa? Nitajie wewe mwenyewe binafsi yako. Sisi tumleta kocha wa kwanza sisi, hao ndio wakafuatia. Sasa hivi kwa sababu sisi tulikaa muda mrefu hatuja kwenda kule, wamesema tumeiga. Tumewakubalia kwa maneno yao, ila wakifuata historia watajua nani kaanza South Africa. Na tamasha sisi Yanga, matamasha yaloanzishwa sisi tulianza Mwanza. Tamasha yetu sisi tulianzia Mwanza. Tunacheza na Premier tukafungwa goli 2. Tamasha yetu sisi ilikuwa siku ya wananchi, tumeanzisha Mwanza. Hao bado baada ya miaka 3 ndio wakatengeneza. Kwa hiyo bado wanaendelea kuiga wao. Kwa katika haya matamasha Young Africans ndio walikuwa wa kwanza, wala sio Simba. Haina siri. Kama waamini, wanitafute niwapelekee katika historia. Wajue mwaka gani Yanga walianzisha na hao mwaka gani walianzisha. Wakiwa wameanza hao, mimi nitawalipa usumbufu wao ule ambao utakanifuata mimi kuwapa hiyo tarehe ya Yanga kaanzisha lini na tarehe yao kuanzisha lini na mwaka gani. Sisi tulianza Mwanza. Tamasha letu ya siku ya wananchi tulianza Mwanza. Hao wamekuja kuanza hapa baada ya sisi kupumzika kutokana na hali halisi ya michezo ya Tanzania. Lakini sisi ni waanzilishi wa kila jambo katika Simba. Simba naweza kusema labda kwa msimu uroisha wameanzilisha kwa kuchukua kombe lao lile la Muungano. Tunaweza kusema wameanzisha, lakini bado watakuwa bado wamebakia kwa nyuma. Timu ya kwanza Tanzania Dar es Salaam Yanga Afrika, na timu ya kila jambo unaloona Tanzania Yanga ndio waloanzisha. Mtu mbishi niletee siku yote nimpe historia. Historia wakati Yanga inaanzishwa mimi sijazaliwa, lakini historia yote ninayo na ninaweza nikaielekeza na kila mtu akakubali. Wasijifanye wabishi, waangalie historia ipo wapi. Yanga na Simba nani kaanzisha siku ya wananchi.
Kwa hiyo Simba Day na siku ya mwananchi nani wa kwanza kutangulia kuanzisha? Nikuulize kitu kimoja au nikwambie? Shosta, mimi nimekuuliza. Umeniuliza Siku ya mwananchi ni siku kubwa. Kwanza ni siku ya mwananchi wa Tanzania. Hiyo chukua. Simba Day imekuja baada ya kuona hawa wameanzisha siku ya wananchi wa Tanzania, wakaanzisha Simba Day. Kama unavyoona Dar es Salaam Yanga Afrika, sisi tunajiita Yanga Afrika. Yanga Afrika ni mabingwa wa Afrika kwa sababu sisi tunajiita mabingwa wa Afrika. Tumechukua kikombe cha nje ya mipaka ya Tanzania. Simba hawajawahi kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo sisi ndio maana tunajiita Yanga Afrika. Tumechukua kikombe nje ya Afrika, nje ya mipaka ya Tanzania. Simba hawajawahi. Kwa hiyo wakienda kuchukua watasema hao ndio wameanzisha, lakini hawakumbuki kama Yanga walianzisha. Hiyo ipo hivyo. Pokea. Kama kuna mshabiki yote wa Simba na kusumbua, mwanachama wote wa Simba na kusumbua, kiongozi wote wa Simba na kusumbua, niletee tawini kwangu. Nitampa historia, atakubali yeye mwenyewe. Simba wameelekea kule Rwanda kwa ajili ya michuano ya Kagame Cup. Namna ambavyo kitazama kikosi cha Simba na sajili ambazo wanaendelea kuzifanya, unaona akirudi na chochote kitu kule? Simba ile ni pre-season yao. Kwa hiyo kwa kurudi na chochote kitu tutazungumza ni uongo. Yaani hata mimi ninapocheza mechi yangu ya kwanza na mimi nacheza na Namungo, ile ndio itakuwa ni pre-season yangu. Hiyo ya mechi yangu ya pili mimi nacheza na Namungo, ambaye mechi ya kwanza naanza na timu ambaye haina majority ya kujulikana zaidi Afrika. Nacheza nayo siku ya wananchi. Timu yangu ya pili nacheza na Simba Sports Club ambaye ni mtani wangu, sio mpinzani. Nitakutana naye ndani ya tarehe 12, nitamuonyesha kwa nini mimi nimesajili wachezaji hawa. Akaya akijua siku hiyo nitaenda kumwambia kwa nini Dar es Salaam Yanga Afrika imesajili wachezaji hawa, kwa kile ambacho nitaenda kumfanyia. Sitomfunga magoli mengi, ila nitamuonyesha mpira unachezwa hivi. Siku hiyo mpira unachezwa hivi, ila kumpiga lazima ngao nipeke tena Jangwani nikaanze nayo kama nilivyoanza nayo mwaka jana. Lazima ajiandae. Mnyama naenda kufa tarehe 12 kufa ni lazima. Kama Mwenyezi Mungu alivyoumba viumbe vyote vilokuja duniani lazima vitaondoka. Basi na mnyama kufungwa ni lazima. Chukua hilo mwandishi. Shosta, mashabiki wa Simba hivi sasa wanatamba kweli kweli na wanasema mnawakimbia. Mashabiki wa Simba sisi hatuwakimbii. Tumewaambia wajiandae kwa mapambano. Kwa sababu hao kila siku wanatuambia mmesajili. Sisi hatusajili kutumia mitandao. Sisi tunasajili kutumia klabu yetu, tunachohitaji ni nini. Ila tunataka kuwaonyesha sisi hatujawakimbia na hatuwakimbii. Sisi tunasemaje? Kama hao wanajua zaidi, tukutane tarehe 12. Tarehe 12 ndio tutaonyesha nani mfalme wa soka katika nchi yetu ya Tanzania na Afrika Mashariki na Kati. Kwa sababu sisi tunataka Afrika Mashariki na Kati wote sisi tutambe sisi na tunatamba. Hata ukiangalia katika koram ya kumiliki pesa katika usajili, sidhani kama utamweka Simba karibu na mimi. Lazima mweke Simba. Kama mimi nikiwa namba 1, Simba atakuwa namba 5. Haiwezi kuwa namba 3 wala namba 4 katika usajili kwa kutumia pesa. Kwa sababu mimi navunja mikataba na nishavunja mikataba wachezaji 6. Wa ndani 2, wa nje 4. Mmoja ndo kashamaliza mkataba wake, lakini pia nikamleta. Kwa hiyo naomba wanitajie na wao Simba wachezaji gani wanaweza wakakaribiana na mimi 6 kuvunja mikataba ndani ya vilabu vyao. Wawataje kama atakuwa nao. Shukrani sana. Asante sana.